jioni ya leo, ndugu zangu popote pale mlipo. Bwana asifiwe sana kwa kuwa ametuwezesha tena. Ametuwezesha tena. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 11 2011. Unaona? Ukifikiria tokea mwezi wa 11 mwaka jana, utakuta kuwa watu wengi waliugua, watu wengi walikufa ghafla, watu wengi wameingia kwenye ajali zisizokuwa za kawaida na wamesaulika, wameshabadili jina. Lakini sisi tuko wazima. Sisi tuko wazima. Hata ile neema ya kupumua peke yake ni kumshukuru Mungu. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, lakini kwa uwezo wake Bwana mabwana. Tunatoa shangwe na shukrani usiku wa leo kusema Baba, tunakutolea shangwe na shukrani. Tunasema asante mfalme wa falme. Tunasema Bwana, jina lako liinuliwe siku zote za maisha yetu, kwa kuwa wewe ni Mungu, unaendelea kutenda maajabu. Na yale maajabu unatenda katika maisha yetu leo, unaendelea kutenda na kesho na siku zote za maisha yetu ya uzao na uzao wa kufuata, kwa uwezo wa jina la Yesu. Ninawakaribisheni nyote ndugu zangu katika kipindi cha habari njema. Mnafahamu ya kuwa habari njema ni kipindi cha habari lake Mungu. Habari ya neno yake Bwana, habari nzuri, habari ya uponyi, habari ya faraja, habari ya rehema, neema ya Bwana, habari njema. Ninaomba Mungu jioni ya leo aweze kutufungua macho, akili, kila kitu karibu yetu, ili tuweze kuona. Macho ya kiroho ninaongea, ili tuweze kuona na kuelewa. Unaona? Bwana atatupa nguvu na ujasiri. Habari njema ya leo inaletwa kama kawaida na dada Bahati. Wale wanaofuata habari ya njema kwa sikia mara kwanza leo, ninaipendelea kuitwa dada Bahati. Na kwa mimi sio pastor. Mimi ni mfanyakazi wa Mungu, naweza kusema muevangelist. Unaona? Basi Bwana aendelee kuwapa nguvu na ujasiri ndugu zangu mnavyoendelea kufuata kipindi chetu cha habari njema. Bwana hatoacha, hawezi kuacha, kwa sababu kipindi hiki ni mali yake. Kipindi hiki ni yeye mwenyewe alianza. Mimi ni mfanyakazi tu wa kuweza kusimama hapa naongea neno hili sio neno langu mimi. Unaona? Kwa wale nyie mnayofuata habari njema kwa siku ya kwanza, ni kila siku ya 4. Ikiwa kama sipo, tunakuwa tunafanya ile kureschedule, maana yake rediffusion ya program. Unaona? Na zile program tulizozifanya, kwa kuwa umeanza leo kuangalia kipindi chetu, ni vizuri unazisikiliza na zenyewe ili ziweze kukuletea mwanga. Unaona? Na uweze kuelewa tumeshafika wapi katika habari njema. Bwana ataendelea kukubariki na kukupa nguvu na ujasiri, kwa kuwa umejipa ule upendo wa kuweza kufuata neno lake. Habari njema ni neno lake Bwana. Na kabla hatujaanza kuendelea sana, tunafanyaje? Tunamuita mfalme wa falme, Bwana mabwana. Kimbilio letu yeye Al-Shaddai, Mungu mwenye nguvu. Mwenyewe anasema mimi ni Jehova Shama. Yuko sehemu zote ulimwenguni wakati mmoja. Na anasema pia mpaka sio barrier. Mipaka, frontier sio barrier. Popote pale unatuma maombi yako, yanakwenda thousands miles away, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenyewe. Anasema niite wakati wa shida, nitakuwa pamoja nanyi. Unaona? Na sisi tuko hapa kumuita siku zote za maisha yetu. Tuombe, tumkabidhi kipindi mikononi mwake. Tena bila kusahau ndugu zangu, nimechelewa, naomba mnihurumie. Mnisamehe kabisa. Mnisamehe. Wiki jana niliomba msamaha, wiki leo naomba msamaha. Mnisamehe. Mnisamehe kabisa. Unaona? Bwana ataendelea kuwabariki siku zote za maisha yenu. Tuombe, tukabidhi kipindi kwenye mikono yake Bwana. Bwana, kwa uwezo wa jina lako, mfalme wa falme, Bwana mabwana, Alfa Omega wetu, tunakuita dakika inasaizi. Wiki hii ni wiki tunaiombea Kongo. Wiki hii ni wiki wa Kongomani wote tunakutanana kimoyo, roho na akili, kuweza kukabidhi maisha yetu na vyote vilivyo vyetu ndani ya mikono yako. Bwana, ninajua kuwa uliahidi ukasema, niite wakati wa shida, nitakuwa pamoja nanyi. Na ndio maana tunakuita. Habari njema ya leo, neno hili Bwana ninakabidhi mikononi mwako. Baba, ninakuomba jaza nguvu na ujasiri katika neno lako. Linapokwenda kuingia roho za watoto wako, liwe la kuweza kujipanga, liwe la kuweza kubadilisha, liwe la kuweza kuleta mwanga, liwe la kuweza kutupa nguvu na ujasiri wa kuweza kupita yale matatizo yote tunayopitia usiku na mchana. Asante mfalme wangu, asante kimbilio langu. Usiku wa leo
Malaika zako zinasimama, nyumba zote Star TV International inaonekana usiku wa leo. Nyumba zote mnayesikia sauti yangu usiku wa leo, ninaomba malaika kutoka mbingu wateremke na waweze kusimama kila sehemu sauti yangu inakwenda. Kila sehemu watoto wako wanafuata habari yako Bwana. Oh Baba, ulisema tutatamka jambo na litatendeka. Tutakuamrisha kazi ya mikono yako na tunakuamrisha malaika zako wateremke. Malaika zako wateremke Yesu. Malaika wakuweza kutupa knowledge, wakuweza kutupa ufahamu Bwana. Washuke katika mioyo, roho na akili ya watoto wako Baba, kwa uwezo wa jina la Yesu. Asante Mfalme, kwa kuwa wewe ni master wa habari njema. Asante Bwana mabwana, kwa kuwa uko pamoja nasi, kwa uwezo wa jina la Yesu. Amina. Na sisi wote tunasemaje? Amina. Bwana asifiwe sana. Tuende kwenye mafunzo yetu ya leo. Mafunzo yetu ya leo tunaendelea na yale maombi ya kuombea, kujiombea na kuombea nchi yetu. Unaona? Tujiombee na tuombee nchi yetu. Hizi wiki 4 za huyu mwezi wa 11 tunaziweka kwenye maombi ya kujiombea na nchi yetu. Manake tunakazana na yale maombi tofauti ili tuweze kupata ufahamu, ili tuweze kupata ile kuelewa. Unaona? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa tunazungumzia leo, unapopitia zoruba ya kisasi chake Bwana na ushindi wake. Unapopitia zoruba ya maisha. Zoruba ya maisha ni nini? Zoruba ya maisha ni yale matatizo yanayotufuatilia pande zote za maisha. Inakuwa ni zoruba. Ni kama misukosuko fulani inayokuja katika maisha. Unaona? Na ile misukosuko, ukiwa unaipitia ile misukosuko, usimsahau mfalme wa falme. Usimsahau Bwana wa mabwana, kwa kuwa yeye anakuwa yuko pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Ninaita topic ya leo ya kuwa unapopitia zoruba ya kisasi ya maisha na kisasi cha Bwana na ushindi wake. Maana kuna ile zoruba ya matatizo yanavyotufuatilia. Pia kuna zoruba ya Mungu kuweza kutukomboa. Na wakati ile zoruba ya Mungu inakuja kutukomboa, kunakuwa na misukosuko zaidi ya yale ya matatizo tukutupata. Zaidi ya matatizo. Unaona? Kina mama, nyie mnayejua machungu ya uzazi. Machungu ya uzazi yanakuwaje? Machungu ya uzazi yanakuwa wakati unaenda kwenye ile labor contractions ile, unakuwa uko na kwenye uchungu wa uzazi, inakuwaje? Wakati uzazi unakuwa na uko na na espace kubwa katikati, mtoto anakuwa hajawa karibu kufika. Na ikiwa kama mtoto anataka kukaribia kufika, ule uchungu unakwenda na speed, unakwenda kwa dakika chache. Unaona? Kwa hiyo maumivu yanakuwa kama vile yana double, yanakuja haraka. Umeshaelewa? Kwa kuwa kuna furaha inataka kutokea, kuna kicheko kinataka kupatikana, kuna neno nzuri, habari njema inataka kuja katika familia. Unaona? Yale maumivu yanakuja kabisa na kasi na kufatana kwa kila dakika kadhaa. Na hata madaktari wa kusaidia kuzalisha wanawake hata kwambia mtoto yuko karibu ya kutokea. Unaona? Wakati ule kuna tunda linataka kutokea, wakati ule kuna matokeo mema, uchungu unakuwa mkubwa zaidi kupitiliza. Na kila tatizo la maisha ni hivyo. Wewe kama mwaminifu usifi moyo. Ule wakati ndio wewe pia unaongeza maombi yako. Maombi yale ulikuwa unaomba mara moja kwa wiki, wakati unaona ule uchungu unaongezeka, ndio wewe unaongeza na wewe maombi yako hata mara 3 kwa wiki. Unaongeza maombi yako mara 3 kwa siku. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa kila jambo zuri kuna uchungu. Kwa kila jambo zuri kuna uchungu. Nimewapa mfano wa uzazi. Unaona? Mfano wa uzazi. Uchungu unakuja na mtoto akitaka kutokea uchungu unapanda kabisa moja kwa moja. Unaona? Lakini katika ule uchungu wote, katika zile shida za maumivu, kuna habari nzuri itakayotokea baadaye. Na ile habari nzuri inakuwa ni habari ikifika inakusaulisha yale matatizo yote uliyoyapata. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaona? Tunasema hapa, nasema kuwa sababu yetu ya kuishi ni kumtukuza Mungu. Sababu yetu ya kuishi ni kumtukuza mfalme wa falme, ni kumtukuza Bwana mabwana, ni kumtukuza kimbilio letu, ni kumtukuza yeye jana, leo, hata milele na milele, asiyebadilika. Mungu ni yeye pekee yake tunamtukuza. Alituumba ili tumtukuze,
Hakutuumba kwa sababu hakutuumba twende tukuze miungu, hapana. Tumtukuze yeye Mungu aliyetuumba kwa mfano wake. Bwana asifiwe sana. Mbona ni neema? Hakutuumba monkeys au gorillas, akatuchagua akasema nimewaumba kwa mfano wangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ninazungumza ya kuwa misimu ya shukrani haitoisha maishani mwetu. Seasons za kumshukuru Mungu hazita stop ya hata kamwe. Tutamshukuru Mungu kila siku, asubuhi na mchana. Tutamshukuru Mungu maishani mwetu na maisha ya yetu, na hata kama tukiwa tumesha kwenda kwake Bwana, watoto wetu wataendelea na kumshukuru. Shukrani haitanyamaza nyumbani kwetu, kwa kuwa tuko naye mfalme wa wafalme. Yale matatizo tunayoyapitia, kicheko kinakuja. Kicheko kikija tunafanyaje? Tunainua jina lake, tunamshukuru, tunatoa shangwe na shukrani, na tunasema Baba, tunakushukuru. Anasema misimu ya shukrani haito stop, haitoisha katika maisha yetu, katika maisha yetu sisi binafsi. Na hizo misimu za shukrani hazitoisha katika nchi Kongo. Haya tunayepitia ni ule uchungu wa uzazi, ni ule uchungu wa uzazi. Lakini uchungu unapokuwa unakuwa intense, uchungu unapokazana unakuwa mwingi, ule uchungu inakuwa kuna tunda linataka kutokea, na lile tunda tutalipokea kwa uwezo wa jina lake Yesu. Yale matunda ya machungu tunayopitia tutapokea kwa uwezo wa jina lake Bwana, mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninasema hapa, matatizo makubwa pia ushindi wake mkubwa. Haleluya. Matatizo ni makubwa, lakini ndugu zangu, popote pale mlipo, yale matatizo yote mnayoyapitia unayaona ni makubwa, lakini kuna kimbilio letu. Mfalme wa wafalme anasema yeye ni yule Mungu anaweka njia kusiko njia. Kwenye hakuna njia anaweka njia. Yale tunayaona ni makubwa, ni kwa sisi binadamu, lakini kwa mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, ni jambo ndogo sana. Unaona, ana matatizo makubwa. Anasema hapa matatizo makubwa pia ushindi wake ni mkubwa. Ukiona wewe ndio una matatizo kila wakati, basi jitayarishe, baraka zako zitakapoanguka zinakuwa ni baraka kubwa za kupitiliza. Zinakuwa ni zile baraka ulimwengu wote utajua. Zinakuwa ni zile baraka hata wale waliokutendea mabaya wanasema aha, kweli haya yanawezekana, kwa sababu ni Mungu anayefanya njia kwenye hakuna njia. Mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, natoa shangwe na shukrani, na inua jina lake usiku wa leo. Usifi moyo dada yangu, usifi moyo kaka yangu, kuna kimbilio. Bwana mabwana, na nchi Kongo niambia leo, Kongo ninakuambia wewe ni nchi, na ninasema kwako wewe Kongo, matatizo yale yote Kongo unayapitia, matatizo yale unayopitia toka miaka ya 2018, matatizo yale yaliyopangwa na binadamu tusiyowajua, lakini ninakuambia Kongo usiku wa leo ya kuwa ushindi wako ni mkubwa. Ninakuambia Kongo usiku wa leo ya kuwa baraka zako ni kubwa. Baraka zako, Yesu, ulimwengu haujaona. Wanaona hivyo wanayechimba sasa hivi, lakini kuna baraka zinazokuja. Ulimwengu mzima utastaajabu. Ulimwengu mzima utastaajabu. Unaona, Bwana ataendelea kukushindia wewe Kongo, atakushindia usiku na mchana. Anasema maadui wanaingia mlango mmoja, lakini wanasambaratika milango 7. Yoyote yule wa kike ama wa kiume aliyoikaa na akazungumza jambo la kukuteketeza wewe Kongo, huyu ni wakati Bwana anasema ukombozi wako wewe unakombolewa wewe kwa jumla, wewe na watoto wako na vyako vyote. Kwa kuwa tunamuita Mungu aliyeumba ulimwengu wote. Tunamuita Mungu aliyekuumba wewe Kongo, na akakupendelea Kongo, akakupa nchi 9 jirani. Kongo wewe peke yake ndiye nchi una mipaka mingi ulimwenguni. Ni kwa jambo gani? Kwa sababu gani Mungu alifanya hivyo? Ni kwa kuwa wewe umebarikiwa, na ile baraka yako binadamu anatafuta kukumalizia, lakini hautamalizika Kongo. Kongo hautamalizika, kwa sababu Bwana, sisi watoto wa Kongo tunaita Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyo. Na huyu mwezi ni mwezi wa kuombea Kongo yetu, ni mwezi wa kuombea zawadi Bwana alitupatia, na tunainua jina lake, tunasema mfalme, tunatoa shangwe na shukrani kwa sababu ulitukumbuka na sisi ukatupatia hiyo Kongo. Hata kama maadui wanajipanga, ni kwa sababu ya zile baraka ulizotubariki sisi, na tunaamini kwa jina lako Bwana tutashinda. Tunaamini kwa uwezo wa jina la Yesu tutashinda. Asante Bwana. Halo. Halo. Tunaamini kwa jina lako Bwana tutashinda. Halo. Kwa uwezo wa jina la Yesu tutashinda. Halo. Basi, naona ndugu yetu sijui kama
network sio nzuri, hakusikia nimepokea simu lakini hasikii. Na kuomba upige tena baadaye ukiwa kama unafuatilia kipindi chetu kama kaka ama dada, karibu sana. Bwana ataendelea kuwabariki siku zote za maisha yenu. Asante mfalme wa ufalme. Asante Bwana mabwana. Tuingie katika Biblia zetu. Katiba ya maisha, constitution inasema nini? Tuingie katika kitabu cha Zaburi mstari wa 23 ama 23 mstari wa 4. Tuone inasemaje. Tumemaliza kusema matatizo yakiwa makubwa, pia ushindi ni mkubwa. Unaona, matatizo ya Kongo ni makubwa. Matatizo ya Kongo, watoto wa Kongo hawana amani. Watoto wa Kongo ina madini, lakini yale madini hatuyafaidiki chochote. Yale matatizo yote makubwa, ushindi wake unakuja ni mkubwa. Bwana anazungumza usiku wa leo kwa nyie watoto wa Kongo. Popote pale mlipo, simama na kumtukuza Mungu kwa sababu ameshashinda hiyo vita. Ameshinda. Anasema katika kitabu chake hapa, tusikilize. Anasema Zaburi mstari wa 23 na mstari wa 4. Anasema naam, hata kama unaona nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye yupo pamoja nami. Haleluya! Rungu yako na fimbo yako vyanifariji. Hata kama tunapita wapi? Tunapitia uvuli tu wa kifo, lakini kile kivuli cha kifo hakiwezi kutuua. Ni kivuli tu. Daudi anasema hata kama ninapopitia ule uvuli, unaona tu ni kivuli cha kifo, lakini kile kivuli cha kifo sio kifo. Kile kivuli cha kifo sio kifo. Anasema Zaburi 23 mstari wa 4, naam, nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti. Katikati ya bonde la uvuli wa mauti, ndio wakati tunaopitia huyu. Ndio wakati tunaopitia huyu. Hata kama tunapitia lile bonde la mauti, hata kama tunapitia hapo, anasema mimi sintaogopa. Na wewe Mkongomani popote ulipo, na wewe Kongo hapo ulipo, Bwana anasema, na wewe unazungumza unasema sintaogopa mabaya yoyote yanayopangwa. Hatuogopi chochote, kwa maana yeye yupo pamoja nasi. Haleluya! Kwa maana yeye yupo pamoja nasi. Anasema rungu yako na fimbo yako vyanifariji. Haleluya! Rungu yake Bwana na fimbo lake ndiye ulinzi tulionao. Mwezi huyu ni mwezi wa maajabu. Ni mwezi wa maajabu kiroho. Rungu la Bwana linateremka katika nchi ya Kongo. Fimbo ya Bwana inateremka na inatufariji sisi wote, kuanzia mipaka yote 9 kwa uwezo wa jina lake Yesu. Hakuna sehemu mbaya atakapoingia, kwa sababu rungu lake Bwana linasimama, kwa sababu fimbo yake Bwana inasimama, kwa sababu mkono wake kimbilio letu linasimama. Na nyie wote popote pale mlipo mnasema amina. Amina. Maombi yetu ni ya umoja. Anasema mkiwa 2 watatu mkiniita, nitakuwa pamoja nanyi, na yale mnatamka yote nitatenda. Na usiku wa leo ni usiku wa kutenda. Usiku wa leo ni usiku Bwana anatutendea. Asante mfalme wa falme. Tuingie katika kitabu cha Isaya tuone anasemaje. Isaya 43 na mstari wa 2, ama mstari wa 2, ama Isaya 43 mstari wa 2. Anasema unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Dada yangu, kaka yangu, yale matatizo unayoyaona kama maji makuu, unaona kama yakikupeleka tu unakwenda umezama, umekufa. Hapa Biblia inasema unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Unapopita katika mito ya maji, ya maji hayata kugarikisha, manake hayata kuzamisha. Utakapopita katika moto, hautaungua. Haleluya! Haleluya! Anasema unapopita katika maji marefu, yale maji unayaona hapa nimezama, nimekwenda, anasema yale maji hayatakuzamisha, kwa kuwa yeye Bwana yuko pamoja nawe. Unapokwenda katika moto, ule moto hautokuchoma. Haleluya! Sikiliza hizo neema zake Bwana. Sikiliza huyo ulinzi wake Bwana. Na usiku wale popote pale ulipo, roho yako iambatane na neno hili. Lile tatizo nao unalipo kama vile maji marefu, lile tatizo nao linachoma kama moto. Baba anasema usiku wa leo yuko pamoja nawe. Ananiambia nikwambie yuko pamoja nawe. Hatotuacha usiku na mchana, saa 24 juu ya siku 7. Yuko pamoja nasi, sisi na vyetu vyote. Asante mfalme wa falme. Asante Bwana mabwana. Anasema hapa, tuendelee. Miali ya moto
haitakuunguza, kwa kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya. Mishale ya moto ile katika ule moto unayepitia haitakuchoma. Sikia hayo maajabu. Unapita kwenye moto lakini ngozi yako haiungui. Unapita kwenye moto lakini ngozi yako haifanyiki chochote, kwa kuwa yeye Bwana yuko pamoja nasi, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Anasema nikwambie ndugu yangu usiku wa leo, usioni yale matatizo yanawaka kama moto, usioni zile mishali inapitiana ya moto. Anasema yuko pamoja nao kwa sababu yeye ni Bwana mabwana. Na wewe Kongo ninakwambia usiku wa leo, na wewe Kongo ninakwambia usiku wa leo, yale unayoyapitia ni madogo, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nawe Kongo. Anasema unapopita katika maji marefu yuko pamoja nawe. Anasema unapopita kwenye moto yuko pamoja nawe. Hakuna watoto wako hata mmoja atakufa mwaka huyu. Hakuna mtoto wa Kongo hata mmoja atajua tabu, kwa sababu malaika zake Bwana ziko pamoja nasi. Na sisi wote tunasema amina. Makubaliano, na tunapokubaliana Bwana mabwana, mfalme wa falme anatenda kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Anasema hapa ya kuwa, tunaendelea pale pale kitabu tulikuwa tunasoma. Anasema kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako, yeye aliye mtakatifu wa Israeli mwokozi wako. Yeye aliye mtakatifu wa Kongo mwokozi wetu. Unatoa Israeli hapo unaweka Kongo. Bwana asifiwe sana. Anasema kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako, yeye aliye mtakatifu wa Kongo mwokozi wako. Kongo mwokozi wako ni Bwana mabwana. Kongo mwokozi wako ni mfalme aliyekuumba wewe, akakupa zile baraka zote zenyewe ulimwengu mzima unasimamia kukupiganisha, akakufanya wewe ni special, akakufanya wewe ni excellent. Bwana mkono wako unaendelea kukuchunga. Unaendelea kukuchunga. Ninaomba malaika zake Bwana washuke leo. Kona zote za Kongo ziko chini ya mikono yake. Ziko kati ya mikono yake Bwana. Hakuna chochote kitakachofanyika nchi ile, kwa sababu mfalme wa wafalme aliyeumba Kongo na ndiye mwenye Kongo yake ameshika ulinzi na madaraka kwa uwezo wa jina lake Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea hapa. Anasema hivi. Watu hapa ni maelezo kidogo nilikuwa naweka. Watu wa itikadi kali wanafanya mambo ya itikadi kali kufanyika mbinguni. Watu wenye itikadi kali. Itikadi kali ni nini? Itikadi kali ni ule msimamo, unasema mimi nimesimama na ninavyosimamia katika maombi ya kuombea Kongo sibadiliki mpaka Mungu atende. Biblia inasema hapa, inasema kuwa wale watu wa itikadi kali wanafanya mambo ya itikadi kali. Hapa ni mimi mwenye maelezo yangu naweka, sio Biblia, maana hapa sina reference ya hiyo ndio neno. Watu wa itikadi kali wanafanya mambo ya itikadi kali kufanyika huko mbinguni. Maana yake yale maombi tunayaomba ya itikadi kali, yale maombi tunaomba ya uaminifu, yanafanya mbingu iko inatenda kazi bila sisi kuomba. Mbingu iko inatenda maajabu. Bwana asifiwe sana. Tunaona kiongozi Daniel alifanya yale wengine hawakufanya, na ndio yale tunaendelea kufanya. Yale wengine hawakufanya katika vita ya nchi yetu, ilikuwa ni majeshi haya na haya, lakini tunakimbia kwake mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, yeye Mungu aliyekuwa na ulimwengu wote mikononi mwake. Unaona, tunabadilisha strategy. Hatupigani tena nyama na damu, tunapigana na zile nguvu za giza. Zile nguvu za giza zilioko sehemu ya juu na sehemu ya chini, kwa uwezo wa jina la Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, ndivyo tunapigana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tutaangalia kiongozi Danieli hapa. Tusome hapa Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Tuone Danieli alifanyaje. Mstari wa 10 unasema, ikawa Danieli alipofahamu kuwa amri ile imetangazwa, alikwenda nyumbani kwenye chumba chake kwa cha gorofani, ambako madirisha yalifunguka kuelekea Yerusalemu. Mara 3 kwa siku akapiga magoti na kuomba, akimshukuru Mungu wake kama alivyokuwa akifanya mwanzoni. Haleluya. Unaona, hiki kitabu cha Danieli ninaendelea kujifunza. Wiki ijayo tutazungumzia Danieli peke yake. Nimechukua tu huyu mstari wa 10 tuone. Ikawa Danieli alipofahamu kuwa amri ile imetangazwa. Kuna amri ilikuwa ilitangazwa.
Na ile amri ilikuwa inatangazwa ni ya kuweza kumfanyia ubaya ule Danieli. Unaona? Alikwenda nyumbani, hakumshtakia mtu yoyote. Danieli hakumshtakia mtu yoyote. Biblia inasema hapa alikwenda nyumbani kwenye chumba chake cha ghorofani ambako madirisha yalifunguka kuelekea Yerusalemu, mji wake Bwana. Hapa kuingia chumba cha juu manake nini? Aliongeza levu ya maombi. Alikuwa anaombeaga hapa kila siku, lakini alikwenda kwenye chumba cha juu, aliongeza maombi yake. Na ndio yale tunafanya mwaka huyu ili tukombolewe sisi na nchi yetu. Maombi yetu tunafanyaje? Tunaongeza ili maishara na maajabu yafanyike. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hapa, anasema madirisha yalifunguka kuelekea Yerusalemu. Mara 3 kwa siku akapiga magoti na kuomba. Alipiga magoti kila siku mara 3. Ndugu zangu wa Kongomani popote mlipo, ndugu zangu nyie wote mna matatizo, yale matatizo unayokuwa nayo, badilisha mipango yako. Ulikuwa unaombaga mara 1 kwa wiki, haya matatizo nataka uende kwa chumba cha ghorofani. Ingia kwenye chumba cha ghorofani cha juu. Chumba cha ghorofani maana yake unaingia kwenye lengo la juu. Lile lengo la juu ulikuwa unaomba mara 1 kwa wiki, omba mara 3 kwa siku, na Mungu atatenda maajabu. Bwana atatenda maajabu kuhusu Kongo. Watoto wa Kongo popote pale mlipo, tunaenda kwenye chumba cha juu cha maombi. Tunaenda kwenye chumba cha juu ili Mungu atende maajabu. Na yale maajabu ulimwengu mzima utastaajabu. Na wote wataamini kuwa kuna Mungu kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuingie katika kitabu cha Yohani sura ya 4 na mstari wa 4. Na kwenda haraka ili ndio situshie na sijamaliza. Tusamehe. Yohani wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4. Inasema, watoto wadogo ninyi mmetokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye kati ya ulimwengu. Haleluya, haleluya. Anasema yule aliyoko ndani yetu sisi, yule anasema hapa, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ya ulimwengu. Yule aliye katika wa ulimwengu, anayepanga mbinu za kutuangamiza ili watuibie, anayepanga mbinu za kutuangamiza ili watunyang'anye kwetu, wanayepanga mbinu za aina na aina. Biblia inasema hapa, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Wao wanatokana na ulimwengu kwa hiyo hunena yaliyo ya ulimwengu. Wale wasiojua sheria, wenye sheria wanaigeuza, wenye wanaka kazi ya kuibia wenzao, wanakwao lakini kwao wanawathamanishi, wanakazana kufuatia nchi za wenzao, wanakazana kuharibisha maisha ya wenzao. Ninazungumza kwa jumla. Wanaika kazi yao kuharibisha maisha ya binadamu wenzao. Baba anasema hivi, wao wanatokana na ulimwengu, na kwa hiyo hunena yaliyo ya ulimwengu peke yake. Hunena yaliyo ya ulimwengu. Hawajui neno la Mungu ni kitu gani. Bwana asifiwe sana. Pia hapa anasema, hivyo ulimwengu huwasikia kwa kuwa ni watoto wa ulimwengu. Ulimwengu unawasikia. Ulimwengu unawasikia. Kongo yetu leo hakuna mtu anasaidia. Kongo yote hakuna mtu anasaidia. Hiyo kwanza nawafahamisha kama Kongo ile ni nchi ya Mungu na sisi ni watoto wake Bwana. Anasema wa ulimwengu hawatusikii. Wa ulimwengu hawatusikii. Bwana anatusikia. Na kwa kuwa Bwana anatusikia, na kwa kuwa majeshi ya Bwana ndiye majeshi makubwa kuzidi majeshi ya ulimwengu, tunajali kitu gani? Hatujali chochote. Tunachofanya mwaka huu ni kuita majeshi ya mbingu kuteremka na kuweza kuyapa mamlaka na madaraka yaweze kupigana. Kitabu cha Yeremia kinasema ya kuwa niamrishe mimi kazi ya mikono yangu, na tunamwamrisha mfalme wa falme, Bwana wa Bwana atende, na atatenda maajabu. Maajabu yale ulimwengu haujaandika hata siku moja, yanafanyika. Yanafanyika kwa uwezo wa jina lake Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 6 unasema, sisi twatokana na Mungu, na yeyote anayemjua Mungu hutusikiliza. Haleluya. Sisi wale waaminifu wake Bwana twatokana na Mungu, na wampenda Mungu ndio wanatusikiliza peke yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo
tunavyoweza kutambua roho wa kweli na roho wa upotevu. Ndio namna ya kuweza kutambua roho wa kweli na roho wa upotevu. Bwana asifiwe sana. Roho wa kweli na roho wa upotevu, maana yake yule mtu unayemjua. Tuseme hapo, kwa sababu hapa inasema ya kuwa, anasema anayemjua Mungu hutusikiliza. Mtu anayemjua Mungu ni yule mtu anaweza kukaa anatetea Kongo. Mipaka iliumbwa ya Kongo ipo. Hakuna mtu anaangalia mambo ya mipaka, kwa sababu hawamjui Mungu. Sheria zake Bwana hawazifuatilii. Unaona? Lakini kwa kuwa wenyewe hawamjui Mungu na sheria za Bwana hawataki kuzisikiliza, Mungu mwenyewe atatutetea kwa uwezo wa jina lake Yesu. Mungu anatutetea peke yake. Anateremka, yuko pale kona zote. Malaika zake wako wanafanya kazi. Ulimwengu utastaajabu mwaka huu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaenda katika kitabu cha Yeremia 33 na mstari wa 3. Ama Yeremia 33 na mstari wa 3. Inasema, niite nami nitakuitika na kukuambia mambo makuu na yasiyochunguzika usiyoyajua. Dada yangu, kaka yangu, Yeremia 33 mstari wa 3 unasema, niite nami nitakuitika na kukuambia wewe dada yangu, na kukuambia wewe kaka yangu, mambo makuu na yasiyochunguzika usiyoyajua. Yale mambo makuu yaliyoteketeza familia yako, yale mambo makuu yenyewe yanashikilia maisha yako, yale mambo makuu yenyewe unaona ni jiza nuksi balaa kwa njia zote za maisha yako, yale mambo makuu yaliyotendwa kwa siri, anasema umuite yeye na atakuonesha yote. Hata yale yenyewe unajua kama investigators hawawezi kupata, yasiyochunguzika, yale yenyewe M+A tunasemaga moja kuongeza moja ni 2 katika sheria zetu, lakini yeye Bwana, yale yasiyochunguzika ni yale atakuwa moja kuongeza moja ni 0. Utachunguzaje? Unasema mbona umeandika ni 0, hii ni makosa. Pale kwenye sisi tunaona kuko makosa, ndio Mungu anatendea maajabu yake, kwa sababu hesabu zake yeye zinakwenda kinyume na hesabu za binadamu. Mfalme wa falme, Bwana mabwana. Unaona? Anasema niite nami nitakuitika na kukuambia mambo makuu na yasiyochunguzika usiyoyajua. Yale mambo makuu unayaona ni siri, yale yenyewe unasema mimi mbona mambo hayaondeki, ni kitu gani? Hapana kukimbia kwa rafiki, hapana kukimbia kwa rafiki wa kike ama wa kiume, kimbia kwa rafiki Mungu. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, anasema nani nitakuambia yale mambo yote yale ya siri yasiyochunguzika, atakuletea nayo. Iwe ni kwa ndoto, iwe ni kwa kukuelewesha kiakili, atatenda mfalme wa falme. Na Kongo ni hivyo hivyo. Inchi Kongo, Kongo, muite Bwana. Anasema hapa niite nami nitakuitika. Nikisema Kongo imuite Bwana, ni mimi na wewe ndugu yangu. Sisi tunayeitwa ni Wakongomani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema niite nami nitakuitika. Sisi Wakongomani tumuite Baba kwa sababu ya nchi yetu, na atatuitika. Anasema na atatuambia yale yasiyochunguzika, yale yenye wenye kufanya siri zao za kutuangamiza unajua wanaficha. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, anaendelea kufungua na kutuonesha kimacho. Bwana asifiwe sana. Acha ulimwengu wote ushangae na ustaajabu, kwa kuwa nchi ile ni nchi ya wafalme. Nchi ile ni nchi ya wafalme, nchi ya wafalme. Na Mungu atajiinua mwaka huu. Binadamu, ulimwengu mzima utaelewa kuwa ile nchi ni nchi sio kwa ya kawaida, na watu wa nchi ile sio watu wa kawaida. Kwa uwezo wa jina lake Bwana, tunaita neno lake Bwana liweze kusimama katika moyo, roho na akili. Neno lake Bwana lisimame katika nchi yetu kona zote. Hatuna kimbilio lolote hivi, tuna kimbilio letu tu Bwana mfalme wa falme, Bwana mabwana, Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu anaendelea kutenda. Bwana asifiwe sana. Tuingie katika Isaya 54 na mstari wa 15. Isaya 54 na mstari wa 15. Anasema, kama mtu yeyote akikushambulia, haitakuwa kwa ruhusa yangu. Kama mtu yoyote, mfupi, mrefu, mweusi, wa kike, wa kiume, mtu yoyote akikushambulia, awe ni mwanga, awe ni mlozi,
awe ni mrukaruka, yoyote yule akikushambulia wewe katika maisha yako, Biblia inasema, Isaya anasema 54:54 mstari wa 15, kama mtu yoyote akikushambulia, haitakuwa kwa ruhusa yake Bwana, haitakuwa kwa ruhusa yake Mungu. Yeyote akushambuliaye atajisalimisha kwako. Yoyote yule anayekushambulia wewe, kwa kusema hawe na usalama, atakimbilia kwako wewe, kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na wewe Kongo ni hivyo hivyo. Hapa anasema kama mtu yoyote akikushambulia wewe Kongo, Yesu, haitakuwa kwa ruhusa yake Mungu, haitakuwa kwa ruhusa yake Mungu. Wale wote wamejikusanya na kuweza kupanga mbinu za kuangamiza watu wetu, na kuweza kupanga mbinu za kuangamiza nchi yetu, Bwana anasema yeyote akushambuliaye atajisalimisha kwako, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Yoyote inasema yoyote, haikusema wanawake peke yake, wala haikusema wanaume, haikusema wazee, wala haikusema vijana. Inasema yoyote yule anayefikiria katika kichwa chake kuweza kushambulia nchi yetu. Inasemaje? Ushambuliaji wao watakayoupanga hautakuwa na Mungu ndani yake. Kwa hiyo yeyote akushambuliaye atajisalimisha kwako wewe. Yoyote yule. Sasa atajisalimishaje kwako wewe? Kongo ameshakuja kukupiga na kuua watoto wako. Kongo na wote afanyaje? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mfalme wa falme, Bwana wa mabwana anazungumza usiku wa leo. Isaya 54 mstari wa 17. Isaya, tunaingia Isaya tena pale tunaenda mstari wa 17. Anasema hakuna silaha Yesu, hakuna silaha itakayofanyizwa zidi yako itakayofanikisha. Silaha zozote, anzia kwenye silaha dogo ya jiwe, yoyote inayopangwa kusema kama inakwenda kuangamiza nchi ile, hazitofanikisha kwa uwezo wa jina lake Yesu. Silaha zote tunaziparalyze kwa uwezo wa jina lake Yesu. Zozote zile ni binadamu alijenga, na Biblia inasema he rules in the affair of men. Anasema mimi ninatenda katika mambo ya binadamu. Zile silaha zote zilizopangwa za kwenda kuangamiza kwetu, zinazojipanga dakika hii na saa kwenda kuua watu wetu, uwezo wake Bwana unaingia na kuvunja vyote. Wataziona ni silaha, lakini kuzitumia zinakuwa hazifanyi kazi. Malaika wake Bwana wataenda na kuzisimamisha, hazitafaulu katika nchi. Kwa uwezo wa jina lake Yesu tunapigana vita yetu na Mungu aliyetuumba. Aliumba maadui na akatuumba sisi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jioni hii tunaombea Kongo. Jioni hii tunajiombea yale yote. Hakuna silaha itakayofanyizwa zidi yako, zidi yangu mimi, itakayofanikisha. Hamna hiyo silaha, haipo. Kwa sababu mfalme wa falme mwenye madaraka, Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyo, aliumba wale wenye kuunda hizo silaha, akaumba akili yao na akawapa pia ule uwezo kuweza kuifanya hiyo silaha. Kwa hiyo hiyo silaha inakuja na tafuta kumuua mtoto wa Mungu. Mungu anafanyaje? Anaisambaratisha, kwa sababu akili ya ule binadamu iko katika mikono yake Mungu. Na ndio nguvu tunaomba usiku na mchana. Nguvu tunazoziomba usiku na mchana, nguvu za maajabu. Ile binadamu atastaajabu na kusema kweli, watu hao wana Mungu. Watu hao wana Mungu. Na Mungu wetu anaendelea kutenda usiku na mchana. Mungu wetu anaendelea kutenda maajabu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema nawe utauthibitisha kuwa mwongo kila ulimi utakao kushtaki. Unaona? Anasema na utauthibitisha ulimi wa wote unayesimama na kuweza kukusema wewe vibaya katika maisha yako. Kuna wale wanaikao wanasema ule si malaya tu ule basi anaolewaga, kazi yake kunyang'anya watu bwana wengine. Wale zile ulimi zinazokushtaki wewe, anasema hapa nawe utauthibitisha kuwa uongo kila ulimi utakao kushtaki. Kila ulimi wowote unayekushtaki una uwezo katika neno la Mungu kuweza kuuthibitisha na kuweza kuakizia ule ulimi kuwa ni ulimi wa uongo, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na ndio hivyo katika nchi yetu. Na ndio hivyo wanayesema kule kuna vita ya makabila. Tunajua kama hakuna vita ya makabila. Tunajua tuko watu kabila 454 na sisi wote pamoja. Unanielewa?
Na hata katiba za nchi zingine, ukienda katika nchi ukianza kuwa citizen wa hiyo nchi, unafanyaje? Wanakuchukua kwanza haki ya kuishi katika hiyo nchi. Sasa sisi kwa sababu haki huko hatuna, tunakimbilia wapi? Mfalme wa falme, Bwana ama Bwana. Yoyote yule anayekana kuzungumza mabaya kuhusu nchi yetu, tunamshtaki kwa uwezo wa jina lake Bwana. Yoyote yule anayetupakazia, hawa Wakongomani ni wezi, hawa Wakongomani wanapenda, wao Wakongomani yale mashtaka yoyote yenyewe wanayesimamia na kuweza kutushtaki, na wanajua kama wanatupakazia ubaya ili waweze kutuweka katika position ya weakness. Tunajitia nguvu uwezo wake Bwana usiku wa leo. Tunapakia nguvu ya Roho Mtakatifu. Hakuna weakness tunayo. Katika kona zote sisi ni watoto wake Bwana. Anatupa nguvu na ujasiri jioni ya leo kwa uwezo wa jina lake Yesu. Uwezo wa jina lake Yesu. Nguvu na ujasiri. Popote pale walienda kutupakazia, tunaosha na damu ya Yesu. Tumevaa garment mpya na tunasema Bwana, yale yote walitupakazia tunaosha, na sisi ni watoto wako. Asante mfalme wa falme. Na zile ndimi zote tunaweka mahakamani kwa uwezo wa jina lake Yesu. Asante mfalme wa falme. Anasema hapa, huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na hii ndiyo haki yao itokaye kwangu, asema Bwana majeshi. Asante Bwana. Anasemaje? Huyo ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Watumishi wa Bwana sisi tunayemwamini, watumishi wa Bwana sisi tunayeita jina lake, watumishi wa Bwana sisi tunaye wajumbe tunayewaombea ndugu zetu, watumishi wa Bwana katika nchi ile ya wafalme, watumishi wake Bwana. Unaona, anasema huyu ndiye urithi wetu wa kuweza kuchukua zile ndimi zote za uongo na kuweka mahakamani, kuweza kuchukua zile ndimi zote za uongo. Wale wote wenye kututegea mitego ile wanaanguka wenyewe kwa uwezo wa jina lake Yesu. Mfalme wa falme, tunatoa shukrani. Asante Bwana. Asante. Naona Bwana anasema ya kwa hakuna silaha itakayofanyizwa zidi yetu. Hakuna silaha. Wapange vyovyote wanavyojua, hakuna silaha itakayofanikisha katika nchi hii. Hamna. Kwa sababu mimi najua kama mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyo, yuko kwenye kazi na yuko anatenda. Oh Yesu, ninajua kuwa unasema niite wakati wa shida, nitakuwa pamoja nao. Na kwanza anasema tena, na uniite wakati wa shida, nitakuonesha yale makubwa yasiyofahamika bado, yale yenyewe usiyoyajua ndiye atatuonesha. Sasa kwa hiyo tunamuita, na wale wenye kufuatilia wanajua wao yani dhaifu, watu dhaifu, hawana jeshi, tumewazuia kupata jeshi, hawana masomo, hawana knowledge inatoka kwake Bwana. Kuwa na masomo degree sio ndio kuwa na akili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sisi na namna yetu tulivyo huko chini, hatuna masomo, hatuna sijui nini, hakuna infrastructure. Bwana wenyewe wanakimbilia huko chini kwenda kutuangamiza. Waache kwetu ili tuweze kuwa na sisi na kwetu. Bwana asifiwe sana. Hizo zote ni siasa za kutuonesha haya na wanatenda haya. Ndio kwa maana tunaongea hizi habari ili tuweze kupata akili kiroho, akili kimwili ya kuweza kutambua muovu wakati anakuja katika kazi. Muovu wakati anakuja kutudanganya ili tuweze kumuelewa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unapopitia zoruba ya maisha na ya kisasi chake Bwana, maana yake Bwana anasema, hizi sura zote nimesoma za Biblia, hakuna yoyote atakayekuwataka wewe abaki na amani. Hamna. Naongea kwa sisi binafsi na ninaongea kwa nchi Kongo. Hakuna yoyote yule wa kike ama wa kiume, mrefu wala mfupi, mweupe ama mweusi, Yesu mnene ama mwembamba, atakayekaa chini hawezi kupanga mbinu za Kongo awe na usalama. Haiwezekani, kwa sababu tunamuita mfalme wa falme, kwa sababu tunamuita Bwana mabwana, kwa sababu tunamuita Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Asante mfalme wa falme. Unapopitia zoruba ya kisasi, zoruba ya maisha, ile zoruba ya maisha unayoona kabisa inakuwa ni mwisho, dada yangu, jioni ya leo kipindi chetu kimeisha. Jioni ya leo nakuja kukuambia ya kuwa ule uchungu wote unayopitia dada, ule uchungu wote unayopitia kaka, kimbilio letu ni Yesu. Ndugu zangu wa Kongomani, popote pale mlipo, kimbilio letu ni mfalme wa falme, Bwana mabwana. Usilali kwako bila kumuomba Mungu. Usilali kwako hata ukikosa maombi ya kufanya.
Simama tu mtukuze. Useme Baba, ninakutukuza kwa kuwa umenilinda mimi na familia yangu. Nakutukuza kwa kuwa umewalinda ndugu zangu Kongo. Nakutukuza kwa sababu unaendelea kulinda nchi Kongo. Nakutukuza kwa sababu watu wa Kongo hawatakufa mwaka huyu. Nakutukuza kwa kuwa mwanga wako unaingia Kongo kona zote. Na Bwana atakubariki. Na Bwana atatubariki. Bwana asifiwe sana. Ili neno ni neno nawaachia usiku wa leo. Vita ya Kongo kiroho tunapigana sisi wote kwa jumla. Kwa sababu Biblia inasema mmoja ataangusha 1000, wawili wataangusha 10,000. Na unaona? 1000 mtu mmoja. Watu wawili 10,000. Tukiwa milioni moja tunaangusha 1000 ngapi? Kiroho. Bwana anatenda kazi. Mwaka huyu msibishebishe ndugu zangu, mtayaona na macho. Natoa shangwe na shukrani jioni ya leo. Ninaomba Bwana wabariki nyinyi wote mnaofuata kipindi hiki. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi popote pale mlipo. Ninashukuru Mungu sana kuona kama ndugu zangu ninapata message kutoka sehemu zote ulimwengu ya kuwa mnafuata kipindi hiki. Na Bwana ataendelea kutujenga na kutupa nguvu ya ujasiri siku zote za maisha yetu. Unaona? Tumeanza habari njema hii. Mungu ataleta uwezo ili tuweze kuweza ameliorea kuongeza vitu vingine siku zinazokuja. Unaona? Sawa, ninatoa shangwe na shukrani na nasema jioni ya leo Bwana awabariki. Malaika zake wasimame. Tuombe ili tumalize kipindi chetu. Bwana, kwa uwezo wa jina lako, mfalme wa falme, Mungu mkubwa, muumba wa ulimwengu na vyote vilivyo. Baba, ninasema asante kwa kuwa umezungumza. Ninatoa shangwe na shukrani kwa kuwa Roho wako yuko pamoja nasi. Asante Bwana kwa kuwa unaendelea kutulinda sisi na vitu vyote. Asante Bwana kwa kuwa malaika zako wamezunguka nchi ile. Asante Bwana kwa kuwa Jehova Shalom yuko na majeshi yake kule chini. Asante Bwana provider yuko huko chini, mfalme wa falme. Bana yuko amesimama kona 4. Tsidekenu ninakuita uteremke Kongo Mikadesh, nyie wote Jehova Shama. Asante Bwana kwa kuwa sehemu zote inchi ile ninafunga zile frontiere 4 na uwezo wako Bwana. Hakuna chochote kitatumiwa na binadamu kitaua mtu katika nchi ile. Acha ulimwengu ustaajabu ya kuwa wewe ni Mungu mwenye maajabu. Wastaajabu ya kuwa wewe ni Mungu muweza. Uliweka njia kwa wana Israeli wasiokuwa njia, na unatenda njia usiku wa leo katika nchi ya Kongo. Asante mfalme wa falme. Asante Bwana wa Bwana. Amani yako iambatane na sisi wote popote tulipo kwa uwezo wa jina la Yesu. Asante mfalme. Jioni njema. Amina, amina. Jioni njema.